Mo, Hapo nahitaji sherehe ya binti yangu ihairishwe. Sihitaji tena iwe weekend. Nahitaji iwe kesho kutwa. Mbona imekuwa ghafla hivyo boss? Kwani kuna tatizo lolote? Hakuna tatizo, bali nimeamua tu. Ila hapo katikati mambo yalikuwa yapo sawa katika familia yangu. Kingine, kama utakuwa bado hujajipanga juu ya hili jambo, wala usijali, kila kitu nitalikava mwenyewe, ili mradi jambo langu lipite kwa haraka iwezekanavyo. Sawa, haina shida bosi wangu. Mimi nitafanya hivyo kama ulivyoniambia. Ila toka jana najaribu kumpigia simu mama, lakini naona simu zangu hashiki tu. Na nijaribu tena kumpigia tena mara kwa mara, na ilikuwa ipatikani kabisa. Sasa kuna shida aina yoyote nyumbani? Hakuna shida, ila palikuwa kuna mpuzi mmoja hata kuvuga familia yangu bila taisha mazana naye. Ni nani huyo? Wala usijali, na wala ina haja sana ya kutaka kumjua kwa sababu tayari shamazana naye. Na kingine, vipi ile kazi ya yule jamaa? Ile kazi bosi wangu nishaimaliza. Na nilimaliza mapema sana, ila bado tu kuwatumia. Ndio maana kubali sana kijana wangu. Uko vizuri sana. Ila usijali, takwambia ni lini watumie. Sawa? Asante sana bosi wangu. Mama, kwa nini unapenda kumtesa kakaangu? Aanze kuhangaika na vijana ambao hawana mbele wala nyuma. Unajua ni kiasi gani tutadhalilika kama hautaolewa na Mo? Mimi sijali lolote lile kuhusu hayo. Ninachojali mimi ni kila kitu kiende sawa na yule kijana awe sehemu salama, kwa sababu sioni haja ya kuendelea kumnyanyasa kijana wa watu hali ya kuwa na makosa yote yale. Kwa nini muendelee kumnyanyasa kijana wa watu? Wenye makosa ni sisi. Sisi hatuna muda wa kupoteza kuanza kuhangaika na vijana masikini kama wale. Sasa kama wewe unataka kuizalisha hii familia, sisi hatupo tayari. Ni lazima tutadili na wewe na huyo mpumbavu mwenzio. Kwa sasa mimi sio mtoto mdogo tena. Nina haki ya kufanya chochote kile ninachokihitaji kwenye maisha yangu. Tusipelekeshane kama watoto wadogo. Na ninaona kabisa huko tunakuelekea nitakuja kufanya maamuzi magumu ambayo mimi binafsi nitayaona ni sahihi kwangu. Kwa sababu kati yenu nyie hakuna hata mmoja anayepangiwa kitu cha kufanya. Kila mtu anafanya kitu sahihi kwenye maisha yake. Kwa na mimi naombeni mniache nifanye kitu ambacho naona sahihi kwangu. Kama umekuwa ni sawa, ila nikwambie kitu, chunga sana hiyo furaha yako isije kama maumivu kwetu, utalia michozi ya damu. Nimeona haina haja ya kuendelea kuwa na mahusiano na wewe kwenye maisha yangu, kwa sababu sikupendi na wala haitokaa itokee mimi kukupenda wewe.
Kwa hiyo ninachokushauri kwa sasa, kaa mbali na maisha yangu. Kama kuna kitu chochote kile ambacho unadaiana na baba yangu ama mna makubaliano ya aina yoyote yale, mtajua nyinyi mnalipana vipi. Lakini swala la kuwa na mimi kwenye mahusiano haitokaa iwezekani. Mama, labda nikwambie kitu kimoja tu. Hakuna makubaliano yoyote mimi na babako tulioingia. Zaidi masuala mahusiano, mimi baba yako ndio nilompelekea wazo kama nahitaji kukuoa wewe. Na nafikiri mama, kama mimi na wewe tuje tukuoana, tutakuja kuwa na maisha mazuri sana, kwa sababu babako anapanga kuniachia kampuni yake. Kwa hiyo kama kinaachia kampuni yake, basi mimi na wewe ndio tutakuwa viongozi katika hiyo kampuni. Nafikiri maisha yetu yatakuwa mazuri sana. Haina haja kukataa heri mama. Karibu katika ulimwengu wangu wa maisha. I love you mama. Tena nakupenda katika moyo wangu. Na wala sichukulie tu masuala ya mapenzi. Niko na serious kwako. Kila binadamu anahitaji furaha kwenye maisha yake, na sio pesa wala vitu vya thamani. Mwanzo nilikuwa tayari kufanya chochote kile ambacho alikuwa anahitaji baba yangu, lakini ni kwa sababu nilikuwa sijui nini maana ya kupenda. Ila nilipokuja kujua nini maana ya kupenda na mtu akipenda anakuwa vipi, sikutamani tena kuolewa na wewe. Kifupi ni kwamba kwa sasa nimempata mtu niliyempenda, ninahisia naye kiasi cha kwamba siwezi kuficha hisia zangu kwake. Yaani nampenda mno. Mama, inamaanisha ushapata mwanaume mwingine, si ndio? Ndiyo, tena nampenda sana. Ni mwanaume ambaye amefanikiwa kuiteka akili yangu na kila kitu changu. Yaani akipotea tu kwenye maisha yangu, na mimi nipo tayari kupotea. Kwa cha kushauri tu, kaa mbali na mimi. Unaweza ukaniambia mwanaume ni nani? Usijali, haina umuhimu kwa sasa, ila wakati ukifika utamjua tu. Naomba nikwambie kitu kimoja tu. Nikupe hongera sana, tena sana, kwa kuweza kumpunguzia maisha ya kuishi huyo kijana. Mama, kutakia siku njema. Dokta, kwani hapa niko wapi? Mbona sielewi? Yaani muda wote mimi naona tu mnaingia mnatoka, mnaingia mnatoka. Kijana, mimi nipo hapo kwa ajili ya kukutibia upate unafuu. Sihitaji kutibiwa. Kwa sasa naona kabisa maendeleo yangu ni mazuri sana. Na kama kujitibia, nitajitibia nikifika nyumbani. Ninachokitaka kwa sasa ni kutoka tu ndani, kwa sababu unaona kabisa usalama wangu kwa ndani ni mdogo sana. Nadhani wahusika waliokuleta ndani unawafahamu. Kwa hiyo wakirudi, unaweza ukawaambia. Kaa vizuri nikuchome sindano. Sawa. Ila naomba unazime simu yako. Kuna mtu nataka niongee naye. Na muongezi naye muhimu sana. Sawa. Kila wakati unaongea naye, nahitaji kusikia. Kaa vizuri nikuchome sindano. Sikia, yaani hapa nimevurugwa kishenzi, alafu nimetoka kuchukia sana. Unajua umenitoa nyumbani, unaleta hadi huko maeneo ya kwenu huko, ambayo hana mbele wala nyuma. Unajua mimi ni mtoto wa kitajiri,
Yaani sipasi hata dakika 2 kukaa maeneo kama haya, kwa sababu umenikanyagisha matope. Yaani mwili wangu umechafuka, natoka jasho ovyo ovyo tu, harufu ya huku sielewi. Yaani naona kama afya yangu inataka kuteteleka hivi kwa sababu ujinga wako wewe. Hebu naomba niambie haraka haraka uchonitia huko. Baby bwana, mimi nimekuita kwa makusudi. Cha kwanza uone mazingira ya kwetu jinsi yalivyo, na cha pili nilichokuitia na jambo muhimu sana nataka kuongea na wewe. Sorry, kama unaweza kunisikiliza ili tuongee. Sikia. Yaani hapa naona harufu ni mbaya sana. Yaani hata sielewi mazingira ya kwenu. Naomba uongee haraka haraka. Yaani nisije nikatapika kwa sababu najisikia hadi kichefuchefu hivi. Sijui unaishi vipi kwa kweli mimi maskini huko mtaani. Hebu niambie haraka haraka niondoke. Sawa baby, nimekuelewa. Mimi nilichokuitia huko, kuna jambo muhimu sana nataka kuongea na wewe. Kwa sababu jinsi ulivyo, hadhi yako na mazingira huko ni kweli hayaendani na wewe. Na ndio maana nataka tuongee hili jambo. Mimi nilikuwa na wazo moja. Nilikuwa naomba unipangie chumba, mazingira ambayo yatakuwa mazuri, ambayo yataendana na hadhi yako na jinsi ulivyo. Ili hata tukitembea huko barabarani, watu wakituona waone kweli na mwanaume ambaye mwenye hela zake, na kako ni mazingira mazuri. Hata wewe siku ukija utajiachia na utakuwa ni mtu ambaye mwenye furaha sana. Tofauti na huko kama hivyo unakuja unalalamika mazingira machafu nini. Kwa mimi niko na wazo hilo. Kama utaweza basi tulifanyie kazi kipenzi changu. Wewe Wechura, remember that I am more. Huwa siku zote sidili na mwanamke hata siku moja katika maisha yangu. Yaani mwanamke mimi nikishamtumia na nishaonda hela zake, ujue basi mimi mahusiano mimi naenda maisha. Umeshanielewa? Yaani mimi nitoke nikatoe hela zangu nikupangia chumba wewe? Who are you? Ni malaika wewe? Ambao naweza nikasema nikaja nikaonja tu za malaika? Wewe ni chura tu. Tena chura ambao unakaa uswahilini. Yaani ambao chura unaruka kwenye maji maji. Na ndio maana mwenyewe hata ulivyo ulikuwa una maji matupu tu. Sikia. Yaani nikwambie kitu kimoja tu. Yaani kuanzia leo, tena muda huu unaongea mimi na wewe. Mimi na wewe ndio mahusiano yamekufa hapa. Umenielewa? Yaani ukiniona mimi nichukulie kama moto wa jahanamu ambao ukinisogelea muda wote nitakuunguza. Ushanielewa? Tena upate kuniogopa vizuri sana kama malaika mtoa roho. Ukija kunisogelea wewe chula wewe, hiyo roho yako nitaitoa. Tumeelewana? Mbona shindwa kuelewa? Una maana gani kuniambia mahusiano yetu yameishia hapa? Ikiwa mimi na wewe mahusiano yetu kwanza na wiki tu. Hebu naomba nieleweshe kwenye hili. Yaani bado sijakuelewa unamaanisha nini yani? Yaani kumbe umepata bahati kukaa na mimi wiki moja. Kwa hilo nikupe hongera dada. Tena nikupigie makofi. Kwa sababu katika wanawake wote niliopitia hata masaa 4 hajawahi kukaa na mimi. Yaani wewe wiki moja umekaa na mimi? Aisee, hongera kwa hilo. Ila naomba uzingatie hii kauli nilokuambia. Mimi na wewe mahusiano kushnei. Na ukija kujisogeza wewe mwanamke wewe. Nafikiri huku mtaani kwenu huku historia yangu itatapakaa. Umenielewa kuwa wewe? Kauli yangu ni ile ile tu. Mimi na wewe mahusiano yaishi. Naomba ukiniona, yaani nichukulie kama malaika mtoa roho. Ukinisogelea ujue roho yako hivyo. Umeunderstand wewe na kifua chako hiki? Siku njema. Pole sana. Najua maumivu nayoyapata. Alafu nilijua baba yangu ameshakutoa humu ndani. Lakini usijali, leo nitakutoa. Hicho ndio kitu ambacho nimekuitia hapa. Naomba unitoe humu ndani haraka sana. Mbona unakuwa na haraka sana? Hata usijali, leo utatoka. Kwanza umekula? Kwa hiyo uone unakula ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako, si ndio? Unataka mimi ni ile kwa furaha gani ambayo mimi niko nayo mpaka niweze kula humu ndani? Nitoe tena kula nyumbani kwangu. Sawa
usijali, nitakutoa humu ndani, lakini kama utojali, naomba kuongozana na wewe, maana nina maongezi ya muhimu sana na wewe, na pia kuna vitu vingi sana nahitaji kuvijua kutoka kwako. Hivyo dada, matatizo gani lakini? Au lengo lako mpaka mimi nife wewe ndo utafurahi, si ndio? Unataka siku moja baba yako aniue wewe ndo utakuwa na amani? Ni kitu gani ambacho kinachokufanya ngang'anie maisha yangu? Wewe si mtoto kitajiri, kila kitu unapewa kutoka kwenu. Kinachokufanya uhangaike na maisha yangu ni kitu gani? Sikia nikwambie kitu kimoja. Naomba unitoe humu ndani. Alafu baada ya hapo kila mtu afanye maisha yake. Pole sana, lakini kuna kitu kwenye maisha yangu nimekipoteza kwa muda mrefu sana, na hicho kitu nafikiri nimekiona kwako. Ndio maana sipo tayari kukupoteza kwa gharama yoyote ile. Ni kitu gani hicho? Hata usijali, maana hapa sio sehemu salama kuongea hayo. Kama utaniruhusu niende kwako, nitakuelezea kila kitu. Sawa, fanya hivyo tuondoke basi. Sawa. Pole. Mpenzi wangu, kila kitu cha Mr. Mtanganyika kipo humu ndani. Hakikisha kesho kabidhi tu, usipoteze muda. Ufanye kama tulivyopanga. Si unajua hatuna muda wa kupoteza. Mke wangu, yaani kiukweli ninajivunia sana kuna mwanamke kama wewe, kwa sababu hii kazi uliofanya, yaani umefanya kwa haraka sana. Yaani unafanya kazi mpaka unanizidi mimi mumeo. Yaani kiukweli najivunia sana kupata mwanamke kama wewe. I love you. Na pia nitahakikisha mpenzi wangu, ili swala nitalifanya kwa haraka iwezekanavyo. Yaani kesho akinikabidhi tu, basi kila kitu nitakimalizia hapo hapo mke wangu. Usijali. Na kuaminia na ufanye kila kitu ili tukimaliza tu ndani ya lisali moja tu tumetoka ndani ya hii nchi. Mimi najua kwa uzembe wa Mtanganyika itakuwa ni ngumu sana kugundua, na hata kama atagundua sisi sasa tutakuwa tumeshatoka. Mke wangu, yaani kiukweli una akili sana. Tena akili zako mke wangu mpaka kiukweli zinamwagika. Yaani kwa haya mambo unayofanya, kiukweli hata mimi mwenyewe nimeshindwa kabisa kuyafanya. Yaani kwa hili wazo ulionipatia, nikupe hongera sana. Kwa sababu kama ningesubiria mpaka nimuoe yule mwanamke, mtoto wake Mtanganyika, nafikiri mambo yetu tungechelewa sana na tusingefanikiwa kwa lolote lile. Kwa hili mke wangu umenifurahisha sana, na hakika nahitaji furaha yetu isiishie hapa. Tutoke hapa mimi na wewe, twende nyumbani tukamalizie furaha yetu. Na hata hivyo nahitaji usiku nikutoe nikakufurahisha mke wangu. Umeniwahi tu mpenzi wangu. Mimi pia niliwaza hivyo hivyo. Ila sasa subiri nikajiandae ili tutoke. Sasa kujiandae mimi wakati nyumbani kuna kila kitu chako. Mavazi yapo. Tena na nguo yako nzuri sana ile naipendea kuivaga. Nahitaji uvae hile hile usiku tukitoka. Alafu najua nimekumisi. Nahitaji tena muda huu tukakutane kwa sababu ni muda sijakuona leo. Hakuna kosa ambalo alisameheki mpenzi wangu.
kila binadamu anakosea. Mimi sio malaika, na wala mimi sijaumbwa eti kwamba nipo tofauti na binadamu wengine. No, mimi ni binadamu kama binadamu wengine, na moyo, nafanya makosa, so naomba unisamehe. Afu kingine, najua kwamba nimekuumiza sana kwa sababu nimekusaliti, lakini unatakiwa utambue kwamba hakuna mwanamke yoyote ambaye ana thamani au ana heshima kubwa kwenye moyo wangu tofauti na wewe. Wewe ndo mwanamke wangu na wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Hakuna mwanamke yoyote yule ambaye mimi naweza nikasema kwamba nimempa nafasi kwenye maisha yangu tofauti na wewe. Elewa hilo, nakuahidi na ninakuomba pia, kama ukinisamehe safari hii, basi nakuhakikishia kwamba mimi nitapeleka barua kwenu, nitafanya kila kitu, yaani in short, na kuoa moja kwa moja, wala sitakuwa tena na muda wa kusubiria. Naomba unielewe kwenye hilo. Kijungu, kwa mimi swala la kukusamehe hiyo kitu sahau. Wewe fanya maisha yako tu. Huyo mwanamke ambaye umenisaiti naye, nenda kamuoe huyo, lakini sio mimi. Mimi kuolewa na kahaba kama wewe, hiyo kitu sahau. Kijungu, mimi nilikupenda sana. Ulikuwa na mambo ya ajabu sana, lakini nilijaribu kukupenda. Malaya wewe, bangi wewe, kila kitu wewe, lakini nilijaribu kukuvumilia na nikawa sijali kwa chochote. Lakini ukaamua kunisaiti leo, unataka kunioa. Mimi siwezi kuolewa na wewe Kijungu. Nilidiliki mpaka kuondoka nyumbani kwetu nije kwako kwa sababu yako wewe. Leo unajaribu kunisaliti. Eti umenisaliti afu unaniambia mimi nikusamehe kiurahisi tu. Mimi kukusamehe wewe sahau. Na mimi siwezi kukusamehe wewe kamwe. Malaya mkubwa wewe. Ashura, kaa ukijua kuwa nakupenda sana wewe. Kaa ukijua kwamba mimi sina mwanamke yote zaidi yako wewe. Ashura, nitafanya chochote kile. Niambie nifanye lolote lile ambalo wewe unahisi kwamba nikilifanya unaweza ukanisamehe, mimi nitafanya. Naomba unielekeze nifanye. Ukiniacha mimi nitaumia sana. Moyo wangu bado nakupenda sana na moyo wangu bado nakuhitaji. Wewe ndo mwanamke wa maisha yangu, nakuomba niambie chochote kile, mimi nitafanya. Nishakwambia Kijungu, siwezi nikakusamea hata siku hii, hata siku moja. Shuka muoe mwanamke wako yule. Mbona ni binti mzuri sana tu, lakini mimi siwezi.